Leo tuko na takwimu ambazo zinaonesha kwa klabu ya Yanga imepata faida kiasi gani kukaa na kumchukua mchezaji Stefan Aziz Ki. Ni kwamba kipindi ambacho Aziz Ki ama Stefan Aziz Ki mwamba kutokea Burkina Faso akiweza kutolewa kwenye klabu ya ASEC Mimosa ambayo kiuhalisia imekuwa ni klabu inayozalisha sana wachezaji, aliweza kununuliwa kwenye klabu hiyo kwa thamani ya shilingi milioni 500. Yani klabu ya Yanga akiweza kujitosoa na kutoa pesa ya shilingi milioni 500 ili mradi kumnasa Stefan Aziz Ki. Lakini cha ajabu na mambo ambavyo yameendelea kuwa ni mazuri na makubwa sana kwenye klabu ya Yanga ni kwamba sasa hivi klabu ya Wydad Casablanca imeweza kuingia kwenye mfuko na kutoa thamani ya bilioni 1.8. Kwa hiyo hapo ni kufikiria na kuangalia, je, kuna thamani ya shilingi ngapi iliyoweza kuingia? Yani hapo Yanga wamepata faida ya bilioni 1 na shilingi milioni 300. Ni kiasi ambacho kiuhalisia Yanga wanajivunia na wanaona kabisa kwamba kwa upande wa manunuzi na mauzaji ya wachezaji ambao wamekuwa wakifanya kila baada ya msimu, kama vile ambavyo ilisha kujitokea kwa mchezaji Fiston Maele kutoka kwenye klabu ya Yanga na kuelekea kwenye klabu ya Pyramid ambayo iliweza kuwafanya waingize pesa, na mjasiko wakajikuta ile pesa ya Fiston Maele wakaenda kununua kina Pacome, wakina Maxim pia Nzengeli na wachezaji kadha wa kadha. Na hiyo ndio imekuwa ni falsafa ambayo kwa sasa hivi Yanga imekuwa kijihakikishia kabisa kwamba yani kila na kabla ya kuweza kumaliza msimu basi ni kuhakikisha kwamba wanapata mchezaji ambaye watamuuza na kupata faida ambayo inaweza ikawatengenezea pia wachezaji wengine kununuliwa na kuingia katika mzunguko wa kununua wachezaji na kuuza wachezaji kama sehemu ya biashara ya klabu. Na hii ndo faida ambayo Yanga imeweza kujipatia, bilioni 1.3 za Kitanzania, huku akiweza kununuliwa kwa thamani shilingi milioni 500. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Stefan Aziz Ki hajaleta hasara kwenye klabu ya Young African, bali faida tele kwa tele. Huyo mchezaji ambaye kwa sasa hivi ameweza kununuliwa kwa thamani ya pesa hiyo ndo mchezaji ambaye pia aliweza kuonyesha makubwa na kuisaidia sana klabu ya Yanga katika matukio muhimu na hata kwenye matukio yote ambayo klabu ya Yanga iliweza kupata matokeo na kufikia kwenye hatua za mbali. Mwanake Stefan Aziz Ki aliweza kuchangia kwa asilimia kubwa sana, ambapo mpaka sasa hivi Yanga imekuwa ikiendelea kujivunia kubakia na mchezaji kama Stefan Aziz Ki. Lakini ndo tayari mambo yamesha kuwa tofauti, mwamba ana retire kutoka kwenye klabu hiyo na kwenda kwenye klabu nyingine. Ni manake sio kuritaya kwamba anamaliza soka lake, lakini kwa kusemea kwenye klabu ya Yanga manake ndo bye bye Baba Jenny. Yani hapo tena tukutane katika miaka mingine ambayo yeye mwenyewe labda pengine akaona labda baada ya kumaliza soka lake basi aje kuchezea kwenye ligi ya Tanzania, huenda ikawa ndo hivyo kama leo hii tunayoyaona kwa kina Bernard Morrison. Kwa hiyo ni kuangalia tu itakuwaje kwa mwamba Stefan Aziz Ki.